Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne, Ramadhani 27 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mikoa sasa ya banwa bajeti madawati vyuo. Mwigulu atoa miezi 6, aelekeza walioiba mabati ya milioni 200 wakamatwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. SMZ yasajili miradi 26 PPP, habari katika ukurasa wa 3. Madini ya trilioni 6 yaongezwa thamani miezi 6, habari katika ukurasa wa 6. Gazeti limeandika familia JPM yahimiza umoja mshikamano. Dr. Nchimbi kuongoza kumbukizi leo Chato, habari katika ukurasa wa 3. Ulege anza kuona matunda daraja la Mkuyuni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. NBS yaanza tafiti 4 kukuza biashara uwekezaji, habari katika ukurasa wa 2. Babu wa Sako akidaiwa kuiba mjukuu wa miaka 2, habari katika ukurasa wa 8. Mwanafunzi ajinyonga kisa kugombezwa, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maafa tena Nungwi, jahazi la watano lilibeba shehena ya mizigo na abiria kutoka Pangani kwenda Zanzibar. Watu 7 waokolewa hai, 3 bado hawajulikani walipo. Sababu za ajali zatajwa. TASAC yadai halikupaswa kubeba abiria, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi inasema taarifa kutoka kituo cha ufuatiliaji na uokoaji, watu 7 waliokolewa. Wakati mwingine ukiwaambia manahodha wasileke zaidi ya kiwango hawasiki kwa sababu ya tamaa ya fedha. Mngwali Usi, mmiliki wa jahazi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Hofu ya tanda Hormuz ikifungwa, Trump waita washirika kusaidia kuikabili Iran. Habari ni katika ukurasa wa 6. Milioni 20 idadi ya mapipa ya mafuta ghafi na bidhaa za petroli yaliyosafirishwa mwaka 2024. Mabati ya shule ya zua balaa, Mwigulu charuka, habari katika ukurasa wa 6. Ni miaka 5 bila Magufuli, urithi wake bado wazua mijadala, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Serikali haijawekeza vya kutosha kwenye maabara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3, ikiwa hii ni ripoti maalum. Ulege ya daraja la Mkuyuni limekamilika, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali kupitia TNBC yajidhatiti kikamilifu
ni kukumaliza changamoto katika mazingira ya biashara. Lengo ni kuongeza uwekezaji. Ni hatua inayolenga kukuza uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ulega daraja la Mkuyuni limeanza kulipa. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali kujenga magati mapya bandari ya Tanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Jahazi la mizigo la wawili watatu shakani. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Profesa Mkumbo awashukuru wapiga kura wake. Habari katika ukurasa wa 3. TTCL yazidi kuweka nguvu kuboresha miundombinu yake. Habari katika ukurasa wa 4. Mapigano Irani yaendelea Mashariki ya Kati yatetemeka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika tahadhari ya ulaji vyakula vya mafuta baada ya Ramadhani. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika manusura ajali ya Ziwani wasimulia dakika za kutisha zilivyokuwa. Msaada wa nanga uliwadidimiza. Ndani ya mshangao wote walipoteza fahamu. Umoja wa stadi za wavuvi vikaokoa nafsi kadhaa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tulikuwa tunatafutana ili tusaidiane, lakini mawimbi yalikuwa yanatutupa huku na kule. Chini ya maji tulikosa hewa. Nakumbuka neno la mwisho nililosema kabla sijazamia, ililikuwa ni mchukueni, huyo ni mzima, manusura. Waziri ashuhudia usalama daraja jipya lililodaiwa kusombwa. Habari katika ukurasa wa 19. CAG mstaafu Uto, tuchukue hatua kudhibiti, tusisubiri waziri mkuu aje. Habari katika ukurasa wa 2. Nchimbi kuongoza kumbukumbu ya kumwenzi Magufuli. Habari katika ukurasa wa 5. Wahukumiwa muongo mmoja jela kwa njama za kupindua serikali. Habari katika ukurasa wa 5. Iran yasema haina mpango wa kuteta na adui yake Marekani. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tunatazame sasa gazeti Jamhuri lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni uamuzi mgumu Ngorongoro. Tume mbili za rais zabainisha kifo kinachoinyemelea. Ongezeko makazi lafikia 29% kwa miaka 6 ya karibuni. Binadamu, mifugo vyaelemea. Wanyama adimu watoweka. Spishi kama koroa, nyamela na swala twiga zimepotea. Tumeendeleza mapitio. Sheria ya NCA yaja haraka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Hukumu ya Kisena, hujumu uchumi au vita ya hisa UDAT. Habari katika ukurasa wa 5. Dudubaya aibua mjadala MRI. Habari katika ukurasa wa 5. Kisemvule hadi Ludewa. REA yabadilisha sura maisha vijijini. Habari katika ukurasa wa 11. Vita Mashariki ya Kati kumalizika lini? Habari katika ukurasa wa 21. Lakini pia gazeti hili linayo makala ya sitani, tumeamua kuiokoa au kuitelekeza Ngorongoro. Habari katika ukurasa wa 7. Familia za taabika, nyumba zao kuvunjwa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Jamhuri. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni watumishi kikangoni. Dr. Mwigulu amuru wakamatwe kwa tuhuma za kununua mabati mabovu 4,000 yaliyogharimu shilingi milioni 200. TAKUKURU yatakiwa kuanza kuwachunguza wahusika na kuhakikisha fedha zilizopotea zinarudishwa mara moja. Habari katika ukurasa wa 2. Waziri Ulega anika faida ujenzi daraja la Mkuyuni. Habari katika ukurasa wa 5. Dr. Nchimbi awasili Chato kushiriki kumbukizi ya Magufuli. 50,000 ya dawati yamtia matatani mkuu wa shule. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mafwele kutoa ushahidi kesi ya maofisa wa polisi. Habari katika ukurasa wa 19. Dr. Mwinyi wataka wananchi kuendelea kudumisha amani. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Tutazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi ataka amani iliyopo nchini iendelezwe, ahimiza maadili ya dini yadumishwe. Habari katika ukurasa wa 2. Miti milioni 3.27 kupandwa kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Habari katika ukurasa wa 3. Miradi ya dola bilioni 6.9 yasajiliwa siku 100 za Dr. Mwinyi. Habari katika ukurasa wa 2. Kamati ya Bunge elimu yaridhisha utekelezaji wa miradi DUSE. Habari katika ukurasa wa 6. Lakini pia gazeti Zanzibar Leo limeandika China yamjibu Trump kutaka kusitishaji vita. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika ile ni penalty, mwamuzi afunguka kila kitu, asema Baka alistahili kadi nyekundu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Katika mchezo wa Azam FC dhidi ya Yanga uliokamilika kwa suluhu ya bila kufungana. TPL kesho ni TRA dhidi ya Yanga Sheikh Amri Abeid Arusha. Beki Yanga mpa mtihani Kamara, wakongwe tia neno. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ijayo ni tarehe 19 March, Simba dhidi ya Pamba Jiji. Gazeti hili pia limeandika na leo tena UEFA Champions League, Chelsea dhidi ya PSG saa 5 kamili usiku, Arsenal dhidi ya Bayern Leverkusen saa 5 kamili usiku. Nje ya soka, fani zao nyingine ni hizi. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. UEFA leo ni Man City dhidi ya Real Madrid, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku. Michael B. Jordan naweka rekodi tuzo za Oscar. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake nyuma limeandika kiwango Azam Yanga cha mkosha Ibenge, TFF yasifu sekta binafsi maandalizi AFCON. Habari katika kurasa za ndani. Pamba Jiji yaitega Simba. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Neymar hofia kukosa kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 21. Serikali yahimiza kuwekeza kwenye wavu. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe lenye limeandika Pedro Yanga ilikwama hapa. Habari katika ukurasa wa 23. Simba mawindoni soa omba radhi. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.